Karibu CS Luxury Villa, sehemu ya kisasa yenye huduma bora za malazi, mapumziko, chakula na vinywaji katika mazingira tulivu na yenye kuvutia yenye kuzingatia faragha yako. Tunapatikana Njombe Mji Mwema, jirani na kituo cha afya. Unaingilia tenki la maji. Hii ni hoteli ya kisasa yenye hadhi ya Airbnb. Ina honeymoon room, family room pamoja na single room. Ukiwa CS Luxury Villa Hotel, utafurahia maisha kwa sababu mfumo wa vyumba vyetu ni wa Airbnb wenye faragha na utulivu wa kipekee. CS Luxury Villa tunakupa thamani ya kuperuzi kwa internet yetu ndani na nje ya viwanja vyetu. Karibu Njombe, karibu CS Luxury Villa. Weka booking mapema kupitia simu namba 0769325947. Karibu ufurahie wewe na familia yako, wewe na mwenza wako, wewe na ndugu zako au mwenyewe. CS Luxury Villa, tunajali furaha yako. Kwa ujumla, kwanza awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetupatia afya njema na tukakutana siku ya leo. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini nichukue fursa hii kuwatambulisha kwenu mimi kwa majina naitwa Elias Mwandobo, ni mkuu wa wilaya ya Momba, lakini ni kaimu mkuu wa wilaya ya Mbozi kwa sasa. Lakini kwa leo nimemwakilisha mkuu wetu wa mkoa wa Songwe, Mheshimiwa Jabiri Omar Makame, ambaye kutokana na shughuli za kiserikali amesafiri yuko Dodoma kikazi, lakini ametamani sana kuwepo katika shughuli hii na kushuhudia siku hii ya leo adhimu ya kuizundua mbolea ya McDonald Volca Grow. Ndugu wananchi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa anawasalimu sana wakulima wa Mbozi na wakulima wa Songwe kwa ujumla. Lakini amenituma nije kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna anavyoiongoza nchi yetu na kuweka fursa mbalimbali ambazo zinawawezesha wawekezaji wetu, lakini wabunifu wetu wa ndani ya nchi yetu kufanya mambo makubwa kama haya. Ninaomba tumpongeze rais kwa makofi jamani. Kwa sababu kama hatuna sera nzuri, serikali kama haina usimamizi mzuri, mbunifu wetu ambaye ni mwananchi wetu wenyewe asingekuwa na uwezo wa kubuni mbolea hii, na hivi leo tunaizindua. Niseme tu kutoka moyoni, haya ni ya kwangu binafsi. Kwa mara ya kwanza nilipopewa mwaliko huu na mkuu wa mkoa kuniagiza nije kumwakilisha, nilivyoona jina la McDonald Volca Grow, akili ilikuwa inanituma ni kama ni raia wa kigeni, na wengi wenu nadhani mlikuwa mnafikiria hivi. Lakini na namna uvumbuzi wenyewe nikawa naona hii sio mawazo kama ya kwetu, ni mawazo ya wageni. Lakini najivunia kwamba ni mwenzetu, tena anatoka ukanda huu wa nyanda za juu kusini. Kwa hiyo alichokibuni amekibuni kutokana na utafiti wake binafsi aliyoufanya. Kwanza yeye mwenyewe, kwa sababu amekulia katika kilimo, ameziona changamoto za kilimo, lakini ameibua utatuzi kutokana na rasilimali zinazopatikana kwetu sisi wenyewe. Hilo ni jambo la kumpongeza sana. Kwa niaba ya mkuu wa mkoa, mimi nakupongeza sana sana, na sisi tunajivunia wewe. Ndugu wananchi, siku hii ni siku adhimu tunapoenda kuanza
historia ya kilimo katika eneo letu kwa kutumia mbolea za asili, kwa kizungu au kwa lugha ya kigeni tunaita mbolea ambayo ni organic. Dunia sasa inabadilika kutoka kwenye matumizi yale ya vitu ambavyo ni vya madawa, hasa kwenye masuala ya kilimo, tunarudi kwenye vitu vya asili. Na katika masoko ya dunia, mtaalamu kutoka ameeleza kwamba ukienda kwenye masoko ya kimataifa, bidhaa zimetenganishwa kutokana na uasili wake. Watakwambia bidhaa hii imezalishwa kwa kemikali, bidhaa hii imezalishwa kwa asili, kwa maana organic, na ile ambayo imezalishwa kwa asili au kupitia kilimo hai ndiyo bidhaa yenye gharama kubwa. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi wakulima kubadilika, na fursa sasa imekuja ambayo ni mbolea hii ambayo tunaenda kuzindua siku ya leo, mbolea ya McDonald Volca Grow. Ndugu wananchi, mbolea hii imeshapita hatua mbalimbali za serikali na imepata vibali vinavyohitajika, na sasa iko kwenye hatua za mwisho kabisa, kwenye hatua ya kibali cha usambazaji. Kwa hiyo ni rai kwetu, mamlaka inayohusika itaenda kumpatia kibali cha usambazaji, lakini mbolea hii imefanyiwa majaribio ndani ya zaidi ya miaka kama 3 hivi, na ushuhuda tumeusikia kutoka kwa watu mbalimbali ambao tayari wameonyesha kuwa mbolea hii ina mafanikio mazuri. Kwa hiyo ni vyema wakulima wetu nao sasa wakatumie fursa hii kwenda kuijaribu mbolea hii ili waitumie kwa mafanikio makubwa na mafanikio mazuri. Ndugu wananchi, tunaishukuru serikali imefanya jitihada mbalimbali katika kuboresha kilimo, hasa kuhakikisha kuna upatikanaji wa pembejeo, upatikanaji wa mbolea za ruzuku, lakini upatikanaji wa viuatilifu na mbegu bora. Hivyo mbolea hii inavyokuja ni sehemu ya mchakato huo wa kuboresha uzalishaji hasa kwenye mazao ya kilimo. Na niahidi tu kwamba Bwana McDonald, serikali ya mkoa wa Songwe itakupa ushirikiano kuhakikisha unafanikiwa kwa yale yaliyosalia. Lakini wananchi, niendelea kuwasisitiza tu kwamba kabla ya matumizi ya mbolea tuwatumie wataalamu wetu ambao ni wagani, ili watushauri hasa katika upimaji wa udongo, tujue ni kiasi gani na aina gani ya mbolea inahitajika. Na nimshukuru dada yetu kutoka Kenya, amekuja na kifaa kile cha kupima udongo ambacho kinapima udongo kwa haraka zaidi. Lakini serikali pia imetoa vifaa ambavyo vipo katika ofisi zetu za kila halmashauri, ofisi za kilimo kila halmashauri, na vifaa hivyo tumeelekeza vitumike kwa kuwahudumia wananchi. Hivyo wananchi ambao mnahitaji huduma ya kupimiwa udongo, mfike katika ofisi zetu za maafisa ugani
au kupitia katika ofisi za afisa kilimo ambao wapo katika kila kata, kuomba huduma ya kupimiwa udongo ili sasa ushauriwe. Si kila udongo unahitaji kutumia mbolea ambazo tunazinunua. Kuna udongo mwingine unahitaji tu mbolea kama hizi mbolea za asili ambazo ukiziweka unaendelea kupata manufaa makubwa. Kwa hiyo mtumie fursa hiyo ya maafisa wetu ugani, lakini muendelee kupata ushauri kupitia maafisa wetu ugani ili kuwezesha kuwapa mbinu mbalimbali za kisasa na bora kabisa za kupanda mazao yetu na kuyahudumia mazao yetu, ili sasa kwa pamoja tukiendelea na kutumia mbolea hii ya McDonald, nadhani hatutaanguka. Mkoa wetu ni mkoa wa kilimo, ni mkoa ambao unaongoza kwa matumizi makubwa ya mbolea, lakini mkoa ambao ni miongoni mwa mikoa ambayo inazalisha chakula kwa wingi. Kwa hiyo Bwana McDonald, kuja kuwekeza katika mkoa wetu wa Songwe hujapotea. Lakini pembeni yako na kuona huko na mwenyekiti wa ushirika wa chama kikuu cha ushirika cha Sureku. Vile vile kupitia Sureku mnaweza mkaenda mkaongea na wakulima, mkaona namna gani ambavyo mnaweza mkawawezesha wakulima wetu kupitia vyama vyetu vya ushirika vya msingi, na mkatumia mbinu gani, ikiwa kama kwa kukopeshana, kuwakopesha. Nadhani itasaidia sana katika kulifikia soko letu. Lakini kwa sababu mimi hapa nimesimama vile vile kama mkuu wa wilaya ya Momba, nikukaribishe katika wilaya yetu ya Momba, uje nako uilete mbolea hii, ukutanishe na wakulima wetu. Tuna wakulima wa mpunga, wakulima wa ufuta na mazao mengi, mahindi, ili nao wanufaike na mbolea hii. Kule kwetu Momba, hasa bondeni, ni waoga sana wa kutumia mbolea hizi, mbolea za viwandani za chumvi. Kwa hiyo ukiileta mbolea hii inaweza ikawa ni jawabu kwao ambao wanaogopa kuharibu udongo. Kwa hiyo nikukaribishe sana. Lakini kwa kumalizia tu niseme sisi tutahakikisha tunakulinda, uendelee kuwekeza hapa kwa manufaa yetu. Naona majirani zetu, dada yetu kutoka Kenya asije akafanya mipango ya kukuiba ukaenda Kenya. Sisi tutakulinda. Najua Kenya ni watani wetu, ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, ila hatutakubali mumchukue aende akanufaishe kule. Sisi bado tunamhitaji. Kwa hiyo usije ukalobi umchukue. Lakini nimpongeze kakaangu Apex. Wakati anaingia nilipokuwa namuona nisikudhani kama ni mkulima. Nilifikiri labda ndio anayemiliki hii bendi kwa namna alivyopendeza. Lakini alipokuja kusema hapa ni mkulima, na mimi nimetamani sasa kulima. Kwa sababu mimi ni mfugaji, napenda kufuga zaidi, lakini sasa nimetamani kulima baada ya kumuona kakaangu Apex kwamba unaweza ukalima na ukapendeza tu vizuri, ukawa smart. Kwaona mimi nitalima, na hivi nimepata opportunity na kuitumia mbolea ya McDonald Volca Grower. Kwa hiyo kwa kuchanganya mbinu za kakaangu Apex na mbolea ya McDonald, nadhani nitafanikiwa na mimi kwenye kilimo. Kwaona mimi napanga kuingia kulima na nitaitumia mbolea hii. Lakini washukuru, nimefurahi kuona kuna wazee wangu bado wanalima na wametoka kule kwetu Tukuyu. Niwapongeze sana, unatuwakilisha vyema. Kwa hiyo ni jambo la kufarijika sana kuona bado kuna wazee wanalima na bado wana nguvu.
na sisi natutia moyo vijana tulime, na mbolea hii ya McDonald ni matumaini yetu itakuwa solution. Baada ya kuyasema haya, sasa kwa heshima na taadhima, kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabiri Omari Makame, sasa niko tayari kuizindua rasmi mbolea hii ya McDonald Volca Grower katika mkoa wetu wa Songwe. Asante sana. Karibu CS Luxury Villa, sehemu ya kisasa yenye huduma bora za malazi, mapumziko, chakula na vinywaji katika mazingira tulivu na yenye kuvutia, yenye kuzingatia faragha yako. Tunapatikana Njombe Mji Mwema, jirani na kituo cha afya. Unaingilia tenki la maji. Hii ni hoteli ya kisasa yenye hadhi ya Airbnb. Ina honeymoon room, family room pamoja na single room. Ukiwa CS Luxury Villa Hotel utafurahia maisha kwa sababu mfumo wa vyumba vyetu ni wa Airbnb wenye faragha na utulivu wa kipekee. CS Luxury Villa tunakupa thamani ya kuperuzi kwa internet yetu ndani na nje ya viwanja vyetu. Karibu Njombe, karibu CS Luxury Villa. Weka booking mapema kupitia simu namba 0769325947. Karibu ufurahie, wewe na familia yako, wewe na mwenza wako, wewe na ndugu zako au mwenyewe. CS Luxury Villa, tunajali furaha yako.